Ni takribani miaka 30 tangu ufanyike utafiti wa pamoja wa wingi na mtawanyiko wa mazao ya uvuvi katika ziwa Tanganyika. Na katika miaka hiyo 30 hatukuwa na takwimu sahihi za wingi wa samaki na mtawanyiko wake katika ziwa Tanganyika, na hivyo baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwezesha tafiti kwa upande wa Tanzania mwaka 2022 na 24, tuliona ni busara kuona kwamba unafanyika kwa ziwa zima. Kutokuwepo kwa takwimu ya mazao haya kwa muda mrefu, wataalamu wanasema si jambo zuri katika kukuza sekta ya uvuvi. Kama unaendelea kumanage uvuvi bila kujua stoki ulio nayo, in other language, sijui nisemeje, lakini ni kama vile unalinda kitu ulichokuwa hujui unalinda nini. What if kama unalinda hakuna kitu and you are spending a lot of energy, unatumia nguvu, unatumia rasilimali fedha. Hapa serikali 4 zinazozunguka ziwa Tanganyika zinakutana kwa dhamira moja ya kuhakikisha utafiti unafanyika ili kujua wingi na mtawanyiko wa mazao ya uvuvi katika ziwa Tanganyika. Ili kukuza na kuboresha sekta hii, hapa msisitizo unatolewa na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Edwin Mhede, utafiti ufanyike kila baada ya miaka 2. Au ni maelekezo ya serikali ya Tanzania na ushauri kwa serikali nyingine, lakini maelekezo kwa LTA na wadau wote kwamba tutengeneze mjengeko wa takwimu ambazo zitapatikana kila muda usiozidi miaka 2. Wenyewe wanaita ni longitudinal au panel data. Lengo ni kujenga takwimu hizo ambazo zitakuwa zinafanyiwa mapitio na kufuatilia mabadiliko kila baada ya muda. Utafiti huu unaelezwa utakapokamilika utaleta mapinduzi katika sekta ya uvuvi. Tutapata taarifa ambazo zitasaidia FAO kushauri masuala mazima ya usimamizi usimamizi endelevu wa uvuvi wa ziwa Tanganyika. Kwanza tutahuisha takwimu za wingi na mtawanyiko wa samaki katika ziwa Tanganyika, lakini 2, itawezesha Wizara ya Mifugo na Uvuvi, lakini pia nchi wanachama wa ziwa Tanganyika kuweka mikakati madhubuti ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi katika ziwa hili. Katika kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa, wataalamu wa masuala ya uvuvi kutoka nchi 4 za Tanzania, Burundi, Kongo na Zambia tayari wameshanolewa kwa mafunzo maalum kwa ajili ya kuanza zoezi la